Anataka kuongea umuhimu wa kumtumaini Yesu. Ili umtumaini Yesu. Katika kutembea kwako kote. Kwa kazi yako yote. Kwa kuabudu kwako kote. Kwa kutembea kwako kote. Ili umtumaini Yesu. Biblia inasema ya kwamba hao wanaomtumaini Bwana, hao wanaomtumaini Yesu ni kama mlima Sioni ambayo haitingishiki. Nani anajua mlima? Hebu ilo mikono kwa sababu huko hakuna milima pekee. Kama ni msaliwa huko haujui mlima. Tena hiyo inorela na kwa nini yolo odonyo. Kwa hivyo kama umeona mlima inua mkono. Nenda odonyo ne byangai. Aha. Inua mkono kama hujaiona mlima. Le byangai ni ruaro odonyo. Kama hujaiona mlima. Ni ruaro odonyo. Aha. Yes. Na ayo najua ole romana oriana go hawajaiona mlima. Anajua wenyeji huku hawajaiona mlima. Arama yana kanga yana kwa kumero onyu. Mungu alibariki dunia ikawa hakuna milima. Nira onyu ile langa yake nyanyu ko enge ngasia. Na Mungu akatoa mfanano wa ajabu sana. Yula jo nde maramano soi ni bela aho ntawe nyako betilo soi. Unaweza zunguka mawe ukagonga ukasabaratisha iwe haikuna. Kani oro onyu are nema ne loringa ngwali ko rahi. Hata mlima ukizunguka hata ufanyaje utaiacha ile mlima iko imesimama. Na nita unyo ilanga yakira tanyo korone jonche. Na ndio neno la Mungu linatoa mfano kusema ya kwamba hao wanaomtumaini Yesu ni kama mlima Sioni ambayo haitingishiki milele. Hivyo wanaomtumaini ya Bwana na wale walioishi hawatatingishika milele. Kwa hivyo kile ambacho inatakikana ni wewe katika maisha yako uweze kumtumaini ya Bwana kwa maisha yako yote. Tumaini ya Bwana, maana hapo ndipo kuna msaada ya binadamu. Katika tumaini katika Bwana ukimtumaini Yesu, ukimtumaini Yesu. Na ndio Daudi akasema hata katika usaidizi wa Bwana Yesu, katika msaada wa Mungu, hata katika katika msaada wa Kristo, katika msaada wa Mungu tunayemtumainia, kile ambacho haitawezekana kwa binadamu sisi tunatenda msaada wa Mungu, kwa sababu tumaini letu yuko katika Bwana. Tupige Yesu makofi. Tumaini usiliki kumtumainia Bwana katika njia zako, katika mwenendo, kwa kila kitu utendalo, kwa chochote ufanyalo, kwa masomo hata kama umesoma kiasi gani. Lakini nakwambia asubuhi ya leo ya uwe na tumaini katika Bwana. Inafika mahali masomo inaisha, inafika mahali nguvu ya binadamu inaisha, inafika mahali uwezo wa binadamu inaisha. Hata mke wako ambaye uko karibu na yeye, yule rafiki ambaye uko karibu na yeye, hata yule ambaye aliyekuajiri, inafika mahali tumaini inaisha. Lakini maandiko inasema wale wanaomtumainia Bwana hawatatingishika. Kwa hivyo baki katika tumaini. Tumainia Bwana, tumainia Mungu kwa biashara zako zote. Pengine watu wanasema haiwezekani, wanasema hautaenda popote, wanasema hautafanya lolote, lakini kwa sababu ya tumaini ya Mungu unayemtumainia, kunaye tumaini katika mti uliokatwa. Kuna tumaini, kuna tumaini. Mtu uliokatwa. Biblia inasema inapopata ile harufu ya maji inachipuka tena. Na hivyo ndivyo wamtumainio Bwana walivyo. Hawa wanaomtumaini Bwana. Usitumaini kazi unayofanya. Usitumaini kazi uliyoko. Usimtumaini ya tajiri yako. Anataka akisema ya kwamba ile kitu ninachotakiwa kufanya katika maisha yangu ya kumtumainia Yesu. Tumaini Mungu. Hata kama hakuna mambo mabaya, hata kama hakuna mabuzi, hata kama hakuna mshahara, lakini nikae kumtumaini Yesu.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata na hivi mwali aliyopenda. Hata kama utakuwa peke yako. Pengine utatengwa. Hata ningekuya Inawezekana ukawa rejected by people. Ningekuya gela. Kile ambacho nasema. Kama wewe ndio ningejua. Mtumainie Mungu peke yake. Usiningengai open. Mtumainie Mungu peke yake. Usiningengai open. Wale jinsi nilipokuwa nyumbani. Wala pia. Nikawa na ubiri mahali. Na wewe ndio teweji. Ndio unaona all hii temper all equal. Na akaambia watu umuhimu ya kiongozi ama ya mtepa yangu mimi kusimama mbele yenu. Yeye umuhimu wake kusimama hapa mbele yetu. Kile ninayonifurahisha ni Mungu akiwabariki. Wewe ndio unagiriship na enema yena hiyo. Kuonana bado haitoshi. Wewe ndio mitoshi. Kuiba haitoshi. Endigira mimi. Kusifu Mungu hapa haitoshi. Endigi sisi ni mimi. Kile ambacho ninapendezwa na Mungu. Wewe ndio unagiriship ngai. Ninafurahia Mungu. Ngira shukrani ya ngai. Mungu akiwabariki. Enema yena yona ngai. Mungu akiwabariki. Ndio mtu anaenda katika mji huu. Na anafurahi kwa sababu amebarikiwa na Mungu. Na saa zingine naongea vitu vingine vigumu sana. Na hivi ndio anajenga ndio kuleo kile na yeye shule. Ndio tunganyuka mbona leo naongea namna hii. Ndio tunganyuka ndio kama ni rochi. Lakini kile ambacho ninatamani katika maisha yangu. Kama wewe ndio na ngwari na leo ngishie ni Mungu akubariki. Yaani kama yeye ngai. Amen. Amen. Sio sana. Hata kama ni deko. Akawaambia watu huko. Hata wale tepa wale different. Umuhimu ya mchungaji. Na pea ngai roho ngana. Ni kuleta Mungu, ni kushusha Mungu ndani ya ngai. Tumjaribu leo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Hata aina roho mwali wale roho ngana lakini akaambia watu kama kuna mtu ameshindwa jambo kabisa, kama kuna mtu ambaye kuna kitu imeshindikana katika maisha. Ndio ndumani oyune ara seno ngala nginote haje kwa Mungu leo. Ndio ndio yanga hii. Ndio mambo mengine. Kilichoshindikana kabisa. Kile ambacho kimeshindikana kabisa.